Bana, zabibu huwa ni tamu sana, lakini si kwa wananchi Young Africans kutokana na kile ambacho kimetokea kwa upande wao mara baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji kwa kufungwa mabao 3-2 na walima Zabibu Dodoma Jiji. Bana, mambo ni mazuri kunako ligi kuu Tanzania bara kutokana na ushindani ambao upo kwa hivi sasa kwenye kuelekea ubingwa. Ndivyo ambavyo tunaweza tukazungumza. Yaani mambo ni mazuri kutokana na ushindani ambao upo kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Pengine ukawa kama msimu uliopita tulishuhudia bingwa akipatikana katika game ya mwisho kabisa, na msimu huu tunashuhudia bado mechi 7 ligi kuu Tanzania bara kufikia tamati, ambapo Simba Yanga wakiwa wanaonekana wanachuana pale juu. Tofauti ya gap ya pointi ni pointi 2 tu mara baada ya Young Africans kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Mnyama Simba na akifanikiwa kushinda dhidi ya Mashujaa akitakata vizuri kabisa kwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Ligi kuna namna fulani vikaladha kama ikuwepo, alafu kuna bato pia ina wachezaji ambao tumeanza kuwashuhudia namna ambavyo kumekuwa na ushindani wa hapa na pale. Kilichowakosi Young Africans kwa ile mechi dhidi ya Dodoma Jiji, Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia Prince Mpumalelo Dube kwa kushindwa kutumia nafasi ambazo wamezipata. Sasa ni wakati mwingine kwa upande wa wananchi Young Africans kuweza kujiuliza kwenye mechi zijazo za ligi kuu Tanzania bara kama endapo watafanikiwa kuweza kupata matokeo ambayo ni bora, matokeo ambayo watakaofanya pengine waweze kurejea pia kwenye ubora wao. Lakini pia tuliona mabadiliko ambayo Young Africans waliofanya kwenye benchi la ufundi, kumfuta kazi Pedro Goncalves na hatimaye kwa hivi sasa yuko Maalim. Moja kati ya mambo ambayo pia yanaonekana kama kuna kautofauti fulani hivi katika timu kiuchezaji, lakini kama hiyo itoshi, kuna siku mbaya kazini tunaweza tukasema pia kwa upande wa wachezaji wa Young Africans, kama ilikuwa ni siku mbaya kazini kwa upande wao. Lakini Djigui Diarra, moja kati ya golikipa bora sana, lakini asijifanye mkubwa kuliko timu. Young Africans ni kubwa kuliko yeye, anapaswa kulitambua hili, maana kwamba kitendo ambacho alichokifanya kwa siku ya juzi sio kizuri. Tumeiona pia Simba namna ambavyo wamecheza na Mashujaa, moja kati ya mechi ambayo kwa upande wa Simba ilikuwa ni nzuri, fantastic sana kwa upande wao, kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya mchezo. Hivyo tunaweza kusema kwamba ni moja kati ya timu ambayo imeweza kuperform well sana, na stahili pia pongezi namna ambavyo wamereact na kuonyesha kwamba wao ni timu kubwa na timu kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Namna ambavyo wamereact pia ni kutokana na kile ambacho kimewakumba wananchi Young Africans, pengine wakaona kwamba ni advantage ya kwao kwenda kuhakikisha kwamba msimu huu wanakuwa mabingwa. Na namna ambavyo wamecheza unaona kabisa yes, wamecheza kibingwa kabisa, na ni sehemu ambayo pia kwa upande wa timu ya Mashujaa wao hawajawahi kupoteza mchezo hata mmoja wakiwa kwenye ardhi yao ya nyumbani kwa msimu huu, lakini wamekubali kupasuka mbele ya mnyama Simba. Basi ni moja kati ya mechi ambayo unaona kwamba haikuwa nyepesi hata kidogo, lakini mnyama kafanikiwa kukusanya alama zake 3, lakini pia na mabao 3. Sasa kinachoendelea kwa hivi sasa ni gap ya pointi 2 ambayo kila mmoja anajaribu kuweza kutazama namna ambavyo msimu utakwenda kumalizika na kuweza kushuhudia bingwa msimu anaweza akabeba kombe akiwa na tofauti ya pointi ngapi dhidi ya mpinzani wake. Bingwa ni lazima apatikane kivyo vyote vile, na Simba ana kibarua bado katika mechi zake 7. Kuna watu kama Mbeya City ugenini, lakini kuna timu kama Mtibwa Sukari ugenini, wana timu kama Singida Black Star atakuwa iko nyumbani, lakini moja kati ya mechi nyingine ambayo ni ngumu ambayo Simba anapaswa kuwa makini. Lakini kwa upande wa wananchi Young Africans na wenyewe pia wana mechi ambazo ni ngumu, mechi ambazo wanapaswa pia kufanya maamuzi ambayo si ya kawaida. Wana mechi na JKT Tanzania, mechi ambayo inaonekana ni ngumu, maana watakuwa wako ugenini, lakini pia wana mechi na TRA United,
wana mechi dhidi ya Azam FC, bonge moja la mechi ambayo pia kwa upande wa Young Africans kama wakipoteza dhidi ya Azam FC basi watakuwa wamejiweka sehemu mbaya zaidi kunako ligi kuu Tanzania bara kwenye kuelekea ubingwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusema. Kuna mechi nyingi lakini hizo ndo mechi ambazo nimezimention ambazo zinaonekana kidogo zina kaugumu tofauti na hizi nyingine. Lakini Simba na mechi dhidi ya Coastal Union ugenini pale Mkokwani jijini Tanga. So pepesi pia ni moja kati ya mechi ambayo ni ngumu, nao pia wanapaswa kuhakikisha kwamba wanakuwa makini sana bana. Tofauti na nje ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kuna ushindani ambao unaendelea kwenye orodha ya wafungaji, lakini pia assist vile quality ya viungo ambao wamekuwa wakihusishwa mara kwa mara, na usi mwingine ni Alan Okello. Moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa akifunga vizuri sana ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans, lakini pia kwa upande wa Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka ambaye pia tumeshuhudia akifunga mabao mawili dhidi ya Mashujaa. Huku kwa upande wa Alan Okello tulishuhudia akifunga mabao mawili dhidi ya Dodoma Jiji katika kichapo cha mabao matatu kwa mawili, ambapo katika takwimu namna ambavyo zilivyo kwa nyota wawili, raia wa Uganda Alan Okello na raia wa Zambia Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka. Bana, kwa upande wa Alan Okello amecheza michezo 17. Goli ambazo amefanikiwa kufunga mpaka hivi sasa ni goli 7 katika michezo 17 ambayo aliyocheza. Asisti 7 akifanikiwa kuzitoa. Huyo ndio Alan Okello amefanikiwa kucheza mechi 17 na katika mechi hizo 17 amefanikiwa kuhusika kwenye magoli takribani 14. Lakini kwa upande mwingine wa Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka tayari ameshacheza mechi takribani 23 mpaka hivi sasa. Katika mechi 23 ambazo amecheza Mwamba Lusaka ameshafanikiwa kufunga mabao takribani 8 mpaka hivi sasa, lakini pia assist akiwa nazo 4. Chama amehusika kwenye mabao 12 katika michezo 23 ambayo amecheza mpaka hivi sasa. Je, mwisho wa msimu mambo yatakuwaje? Ni jambo pia la kusubiri kuweza kuona kutokana na ubora wa viungo hawa wawili, lakini hakuna ujinga ama upumbavu kumlinganisha mkubwa sana kumlinganisha Clatous Chota Chama pamoja na bwana mdogo Alan Okello. Alan Okello mchezaji mdogo kabisa, ndo kwanza anakuwa na mlinganishaji na mchezaji mkubwa kama Clatous Chota Chama. Bana, huu ni ujinga ambao ni wa kiwango cha lami. Bwana mdogo Alan Okello bado ni mdogo sana, mlinganishaji na mchezaji mkubwa kama Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka. Chama ni mchezaji mkubwa, ameshafanya kila kitu, kashaonyesha uwezo wake. Yani Chama ni kama CR7 ambaye anakaribia kustaafu. Yani leo hii ni sasa na Kylian Mbappe waanze kumlinganisha na CR7, ndoto za linacha hizo. Embo acheni ujinga wa kumlinganisha Alan Okello, mchezaji ambaye ndo kwanza anaanza kutengeneza namba zake kwenye ardhi ya Tanzania, na Mwamba wa Lusaka. Bana, mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel hii, hakikisha pia unakuwa nasi vizuri kabisa. Hii ni Gift Online TV. Bye bye.